Na polisi kutoka Kikuyu wameanzisha uchunguzi kufuatia vifo vya wafanyikazi wawili wa Faymat Supermarkets, Silas Keter na Peter Kinyanjui Njeri, waliodaiwa kufariki baada ya kupigwa na umeme walipokuwa wakitekeleza majukumu yao katika tawi la kampuni hiyo lililoko Zambezi, eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Kwa mujibu wa familia ya marehemu, juhudi zao za kutaka kupata maelezo kutoka kwa uongozi wa Faymat Supermarket hazijazaa matunda, wakidai kuwa wamekuwa wakizuiliwa au kupuuzwa. Wanafamilia sasa wanataka haki itendeke na uchunguzi wa wazi ufanyike ili kubaini chanzo kamili cha vifo hivyo na kuwajibisha waliohusika. Polisi wamesema wameanzisha uchunguzi rasmi kuhusu tukio hilo, huku miili ya wafanyikazi hao wawili ikihifadhiwa katika chumba cha maiti cha hospitali ya PCA Kikuyu. They were having an electric kettle that was boiling some water. The water happened to spill. Unfortunately, they came into contact with the plate of that electric kettle. So after spilling on the ground, the whole floor got electrified. In the due course, the staff, there were two staffs who were inside there. When one of them responded by going to switch off the kettle, he got electrocuted, and unfortunately by extension, the water spilled until they covered the floor. Na tunaweza penda haki ya mtoto wetu ionekane, ndio tujue kama alikuwa juu ya kikiki ya stima ama alikuwa wapi, ama alikuwa yeye ndio alikuwa anatengeneza hiyo stima, ndio haki na ukweli tujue. Ajali hiyo iliwapata kitu kama saa 8 na miili zao zilitolewa saa 2 ya usiku. So hiyo muda wote ambao supermarket ilichukua mpaka wakati huo ndio miili zilitolewa, ni nini kilichojiri. So tunataka CCTV footages na investigation ifanywe vizuri na polisi tuweze kupata haki kwa wapendo wetu.